Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuamini ipo siku utafanikiwa, japokuwa hujui ni siku gani. Mtu anakufikiria vibaya, kutumiwa ujumbe mzuri. Utakutana na mtu uliyepezana naye kwa miaka mingi. Mtu anakupa wazo lingine. Jambo gumu litakuwa na wepesi. Mtu atakushutumu vibaya. Kuhisi ulikosea ulipokuwa msiri wa jambo. Rangi ya blue itakuwa na mvuto mkali sana kwako. Kwa bahati, kupata pendekezo zuri, kusikilizwa na kupata kitu kwa urahisi. Kufanya tangazo la kibiashara. Utaonekana wa thamani baada ya kufanya kitu. Mtu anahitaji ukweli kutoka kwako. Kuondosha kisirani na kiburi kwa mtu. Kuhitaji masikizano. Nyota ya Mshale. Mtu anakupa ishara nyingi ila unashindwa kumuelewa. Akili yako kuchoka katika hali ya kufikiria kitu. Kuona mtu anajirudi ila hutokuwa na habari naye. Kifua chako kitakuwa na hali ya uzito ambao umebeba maumivu au jambo kubwa moyoni. Utakuwa na hali ya kuongea mwenyewe. Mtu anakufanyia ugumu kwenye mambo yako. Na ndio maana kwa sasa unaona mabadiliko mengi kwa mambo kuwa tofauti. Utaona ndege mweupe au njiwa. Atakupa ujumbe wa matumaini mapya. Salamu ya mtu wa mbali itakufikia. Uhusiano imara. Imani kubwa kutawala moyoni mwako. Kwa kufunguliwa mlango mpya wa mwelekeo wako. Utatamani kutoa msaada kwa mtu au watu. Utafanya kitu kitakachofanya wengi watamani. Nyota ya Punda. Kuhisi hali ya nuksi kubwa sana. Utakuwa na hali ya machale kwa kuhisi kitu. Hisia zinafanya kazi kwa haraka kugundua. Ulichokiota kinaweza kutokea. Uliyemtaja sana utapata taarifa zake au kumuona. Utafikia kwenye lengo lako lakini utakuwa umeshapitia mengi ya kukuumiza. Utauona usaliti wa mtu. Utajua vitu vinavyofanyika kisiri. Utaficha hisia zako na kuna muda utashindwa kujizuia. Utatamani kusema kitu. Nyota ya Kaa. Kuiwazia sana pesa. Kutokana na uhitaji ni mkubwa kutimiza mambo. Unayafikiria maneno ya mtu mara kwa mara. Matarajio yako yapo tofauti, lakini yanaleta mafanikio makubwa ya baadaye. Unachokifanya sasa unaweza usikionee faida, lakini siku zote unaishi ndani ya utambuzi wako, kwa matokeo ya baadaye zaidi. Moyo wako hautaki kabisa kuachana na mtu, hivyo utaendelea kuwa na mahusiano naye. Kesho yako inakuja kutimia kwa ulichokiotea. Nyota ya Samaki. Kufika sehemu na kusahau kitu cha muhimu. Mtu atahitaji pesa kutoka kwako. Utalinganisha majibu ya mtu na mtu. Sura yako inaonyesha una mengi unayotamani kuzungumza, ila unashindwa. Utaona kitu kinajirudi upya. Mtu anaweza kujirudi kwako. Kumzingatia sana mtu. Kupokea kitu kwa masharti. Mtu atakuwa na mashaka na wewe. Nyota ya Nge. Kutotaka mambo mengi ya kuchanganye. Utafanya kitu kilicho ndani ya uwezo wako. Mtu anakukera ila utamvumilia tu. Kununua kitu kipya. Kufanya machaguo sahihi. Kuruhusu kuutambua ukweli. Utayafikiria mazuri ya mtu. Kuonesha uhitaji wa kitu kwa haraka. Mtu atakupatia kitu kwa maneno mengi sana. Mtu anahitaji kukushangaza. Utapokea malipo ya wema ulioufanya au kushukuriwa. Nyota ya Ng'ombe. Moyo wako una hofu. Kuhisi kushindwa. Utekelezaji wako kuwa mdogo au kupungua. Kuhisi mtu hajali tena kuhusu wewe. Kufikiria mambo kwenda mbele na kurudi nyuma. Kuchoka sana akili yako. Kutumia akiba yako. Kuwaza usingekuwa na kitu fulani. Wakati huu unaweza kujihisi hali nyingi za tofauti, zenye kubeba hisia kali kwa mafikirio. Una mpango mzuri ila unashindwa tu kuuanza. Kuna mbinu mpya utakayoitumia yenye kuleta unafuu kwako. Pesa ndogo ndogo kuingia. Kupata kitu kikubwa baada ya kufanya jambo kwa moyo wa wema. Kuonana na mtu kwa furaha. Nyota ya Mbuzi. Kupanga kufanya kitu kwa wema. Mtu anakufanya ubadili maamuzi yako. Kuiona au kuihisi hasara kubwa kutokea.
Mapenzi yako na mtu yatakuwa ni ya mazoea. Kuna jambo utalisitisha. Mtu ataona maendeleo yako na hatoacha kukufuatilia. Hatimaye mtu kuujua ujinga wake na kuachana nao. Maumivu unayoyapitia moyoni mwako huwa ni magumu sana. Utakuwa mwenye kufanya sana maamuzi. Nyota ya mashuke. Kufanya kitu ili mradi tu kifanyike. Mtu ataonesha hali ya kukutenga. Kuifikiria sehemu. Kuna mtu utagombana naye au maelewano yenu kuwa hafifu sana. Suala la biashara litakuwa lenye kugoma sana kufanyika au kuendelea. Kutokuwa na uhuru sana wa kufanya jambo. Kumpa mtu muda wa kutafakari kitu. Wakati wa usiku akili yako itaweza kuchanganua mengi sana. Hata lililokuwa na ugumu utaweza kulipatia jawabu. Nyota ya mizani. Kufanyiwa maombi. Utapanga kitu kitakachokubalika na wengi. Kujiandaa kwenda sehemu. Kutafuta kitu kwa muda mrefu. Moshi wa kitu kukufanya ujihisi vibaya. Kuweweseka usiku. Mtu atakuelezea jambo linalokuhusu. Kufikiria jambo la kikazi. Nyota ya mapacha. Hali ya wivu kukutesa. Kuhisi kujutia. Ugumu wa kitu kujirudi tena. Kusahau kufanya kitu cha muhimu. Mapenzi yako na mtu yanarudi na kuondoka. Mtu anakufikiria wewe baada ya kukuona katika hali fulani. Nyota ya ndoo. Kufahamu mgogoro wa mahusiano ya mtu. Kutamani wakati ungerudi nyuma kidogo urekebishe jambo. Kupata hali ya mawazo. Kumbukizi za nyuma zitakuumiza. Kuihisi hali yako haiko sawa. Kutamani ungemjulisha mtu mapema. Moyo wako kuwa na huzuni kwa mafikirio ya kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.